Hatimaye kundi la wanachama, baadhi wakiwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, linalofahamika kama G55 limejitokeza hadharani. Na licha ya kujitokeza hadharani, kundi hilo pia limeweka wazi matakwa yao, kinachohitajiwa na kundi hilo kutoka kwa uongozi wa Chadema na msimamo kwa ujumla wa kundi hilo. Sasa makala hii inagusia kwa kifupi kama muhtasari wa hoja zao kwa Chadema, lakini pia mambo makuu wanayoyalalamikia, msimamo wa kundi hilo, sababu za kupinga no reform no election, athari za huo msimamo wao, pamoja na masuala mengine ya msingi na nini Chadema wanaweza kufanya kukabiliana na changamoto hii. Ni changamoto kwa sababu kwa siku takriban 2-3 kuibuka kwa hili swala la hawa G55 kumeanza kuwatoa watu mbalimbali relini. Watu wanafahamu, Watanzania wengi wanafahamu kwamba huu ni mkakati ambao umelenga kuhujumu hizo jitihada za Chadema katika hiyo ajenda yao ya no reform no election, yani kwamba kusipokuwa na mabadiliko katika sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, basi chama hicho kitashinikiza wananchi waweze kuzuia kufanyika kwa uchaguzi. Kwa hiyo huu ni mkakati ambao umelenga kuhujumu hii ajenda ya no reform no election. Hata hivyo, kama niliweza kueleza katika makala zilizopita, kuna picha pana zaidi ya kwamba licha ya ajenda ya no reform no election ambayo kimsingi haikuanzishwa na uongozi wa Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti mpya wa chama hicho, bali ajenda hii iliweka hadharani na aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, Mheshimiwa Freeman Mbowe, Disemba mwaka jana. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu na uongozi wake walichofanya ni kuendeleza tu kile ambacho kilikuwa kimeanzishwa huko nyuma. Lakini hata hivyo, hata kama ingekuwa wameanzisha wao, mantiki ya hoja yao ni kubwa kwamba hakuna faida kwa vyama vya upinzani kuendelea kushiriki katika chaguzi ambazo matokeo yake yanakuwa yameshaandaliwa kabla uchaguzi haujafanyika. Haina faida kwa vyama hivyo, lakini pia haina faida kwa Watanzania wanaojiandikisha kupiga kura kwenye chaguzi hizo. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, tunaanza kuangalia muhtasari wa hoja za hizo zilizotolewa na hilo kundi la G55. Na pia wakati niko nasoma hizi, utaona hapa orodha ya hao watu 55 wanaounda hili kundi linalojitanabaisha kama G55. Lengo la waraka ni kwamba waraka umetolewa na wagombea wa ubunge wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walioshiriki uchaguzi 2020 na pia watiania wa uchaguzi wa mwaka 2025 mwaka huu, endapo uchaguzi huo utafanyika. Na kundi hili linajitambulisha kama G55. Na waraka huo umetumwa kwenda kwa katibu mkuu wa chama hicho, Mheshimiwa John Mnyika. Wanasema walihisi hawatapata fursa ya kusikilizwa katika kikao maalum kilichoitishwa kujadili mustakabali wa kampeni ya no reform no election. Hivyo wameamua kuwasilisha ushauri wao kwa maandishi. Mambo makuu wanayoyalalamikia, kwanza ni kauli za viongozi wa juu. Wanadai kuwa mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aliwatuhumu wale wanaopinga msimamo wa no reform no election kuwa ni wana CCM na vibaraka wao. Pili, wanadai kwamba kauli za kiongozi mwandamizi wa chama hicho Mheshimiwa Godbless Lema kuwa aliwataka wale wanaotaka kugombea ubunge au udiwani bila kuzingatia hiyo no reform no election wajiondoe katika chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini pia wamegusia kuhusu mchango wa mwanaharakati Maria Sarungi. Wakadai kwamba ingawa si mwanachama wa Chadema, yani Maria Sarungi si mwanachama wa Chadema, anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa kuhusu mustakabali wa kampeni ya no reform no election, hali inayoibua wasiwasi kuhusu uingiliaji wa mamlaka ya ndani ya chama. Kwa hiyo haya ndiyo mambo makuu matatu ambao hawa jamaa wanayalalamikia. Na msimamo wao ni kwamba wanatambua na kuunga mkono madai ya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi, yani hizo reforms ambazo zinaunda hii ajenda ya no reforms no election. Lakini wanasema hata hivyo wanapinga mpango wa kutoshiriki uchaguzi iwapo reforms hizo
hazitapatikana, kwamba wao kimsingi ni kwamba wanapinga mtizamo huu wa Chadema chini ya uongozi wa Mheshimiwa Lissu kwamba kusipokuwa na reforms uchaguzi usifanyike. Kwa hiyo wao wanataka uchaguzi ufanyike na wanataka Chadema ianze kujiandaa kushiriki uchaguzi wa mwaka huu 2025 hata kama reforms hizo zitachelewa. Na wanadai kwa sababu za kupinga no reforms no election ni kwamba kwanza, hali halisi ya kisiasa na kisheria. Wanadai kwamba haiwezekani kwa chama kuwa nje ya uchaguzi na kuuzuia kwa ufanisi. Kwa hiyo kwa mtizamo wao wanadhani kwamba njia sahihi ya kuzuia uchaguzi huo ni kushiriki. Lakini pili, wanadai kuwa zoezi la uchaguzi limeshaanza, ikiwemo uandikishaji wa wapiga kura na mchakato wa majimbo. Hoja yao ya pili ni kuhusu katiba ya Chadema. Wanadai kwamba ibara ya 4 na ya 5 kipengele 2 na 2 zinatamka dhahiri kuwa chama kinapaswa kuongoza dola kwa njia ya uchaguzi, na wanadai kuwa mpango wa kuzuia uchaguzi unaathiri haki za wanachama kugombea. Hoja yao ya tatu inadai kuwa ni mitizamo ya wadau wa demokrasia, kwamba wamewanukuu wadau mbalimbali wa demokrasia wakidai kuwa wadau hao wanaunga mkono reforms, yani mabadiliko ya kanuni, taratibu na sheria za uchaguzi, lakini si mpango wa kuzuia uchaguzi, lakini hawakuorodhesha hao wadau wanaowataja. Pia wamedai kuwa uamuzi wa dakika za mwisho wa kutoshiriki utakuwa na hatari na usio na maandalizi, utakuwa wa hatari na usio na maandalizi, kwamba wanadai kuwa uamuzi huu ni wa kurupuka. Lakini hili pia ni la kinafiki, kwa sababu hawa watu walikuwepo wakati Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, alipotangaza kuhusu hii ajenda ya no reform no election, kwa sababu ajenda hii aliyeianzisha sio mwenyekiti wa sasa Mheshimiwa Tundu Lissu. Ajenda hii ilianzishwa na Mheshimiwa Freeman Mbowe na ilitangazwa hadharani mwanzoni kabisa mwa mwezi Disemba, tarehe 3 kama sikosei, ya mwezi Disemba mwaka jana, na hakukuwa na upinzani wa hawa ambao sasa wanaipinga wakidai kuwa ina athari. Kwa hiyo yayumkinika kutafsiri kwamba kuna kingine zaidi ya ajenda hii inayotajwa. Sasa kuna wao nadai kuwa pia kwamba kuna athari za kutoshiriki uchaguzi, kwamba kuna upotevu wa viongozi na wanachama wenye nia kugombea. Pia wanadai kupoteza mvuto kwa umma, kushambuliwa kwa propaganda na kudhoofika kwa chama. Wanadai kwamba hii kutoshiriki kwa uchaguzi kutapoteza ruzuku ya uchaguzi, pia kutashusha ari ya wanachama kuchangia chama, pia kukosa fursa ya kampeni na kujijenga, na kuporomoka kwa umuhimu wa chama katika sifa za taifa, kwa mujibu wa madai yao. Na wametoa mapendekezo kadhaa, nitaelezea machache. Ya kwanza ni kwamba endeleeni kudai reforms kwa nguvu na kwa njia halali. Yaani wanakitaka chama chao kiendelee kudai reforms, mabadiliko ya sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi kwa nguvu na kwa njia halali. Wanadai pia, wanapendekeza kwa chama kuacha kuunganisha ajenda ya reforms na kutoshiriki chaguzi, kwamba Chadema iendelee kushinikiza mabadiliko ya sheria za uchaguzi lakini ishiriki chaguzi. Sijui hili inawezekana vipi. Pia wamedai kwamba chama kianze maandalizi ya chini kwa chini kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kadhalika wamependekeza mikakati ya kushinda, kwamba chama kitengeneze mikakati ya kushinda hata katika mazingira ya hujuma. Hii ni hoja ya kipuuzi, kwa sababu unawezaje kutengeneza mazingira ya kushinda katika huku na hujumiwa? Halafu wanasema pia chama kitengeneze mikakati madhubuti ya kuzuia hujuma mahususi kwenye vituo, kata, majimbo na uchaguzi mzima. Sasa hawasemi mikakati hiyo ifanyike namna gani, kwa sababu ni rahisi ukishauri chama kifanye kitu wakati ninyi wenyewe mnashindwa kushauri nini kifanyike. Na pia wamesema chama kitoe fursa kwa wagombea wote walio tayari kushiriki. Sasa hii ni changamoto kubwa kwa Chadema, hasa kwa uongozi wa Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu kwa upande mmoja anatarajiwa kuchukua maamuzi, na maamuzi hayo yanaweza kuathiri mustakabali wa chama, kwa sababu kwa upande mmoja kukalia kimya hizi hoja hakuto kuzifanya hizi hoja ziondoke. Yayumkinika kuamini kabisa kwamba hoja hizi ni za ndani ya Chadema, lakini kubwa zaidi ni nje ya Chadema. Kuna shinikizo kutoka kwenye taasisi za dola, kutoka kwa CCM, na unakumbuka wakati wa uchaguzi pia kulikuwa na fedha nyingi zilizomwagwa. Kwa hiyo kuna mashinikizo ndani ya chama, ambapo kuna watu wanatuhumiwa kuwa ni mapandikizi, kwa maana kwamba wako kwa ajili ya kuhujumu chama, na shinikizo kutoka nje ya chama. Kwa hiyo ushauri kwa Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, ni
ni pamoja na haya yafuatayo. Moja ni kutoa nafasi kwa maoni tofauti, kwamba msimamo wa no reform no election haupaswi kuwa wa kiimla bali kuwa mjadala wa wazi. Kadhalika, vitisho au kauli za kuwanyamazisha wanaotoa hoja mbadala vinaweza kutafsiriwa kama ukandamizwaji wa demokrasia ya ndani. Pia kufungua nafasi ya ushirikiano ndani ya chama, kukubali majadiliano ya kina baina ya uongozi na makundi kama G55 kunaweza kusaidia kudumisha mshikamano wa chama. Pia kujenga muafaka wa kisiasa na kimkakati badala ya mgawanyiko. Kadhalika, kutathmini kwa kina mpango no reform na election. Mpango huu usiporekebishwa unaweza kuwa na athari kubwa za muda mrefu kwa chama, ikiwa ni pamoja na uporomokaji wa kisiasa, upotevu wa ruzuku, kudorora kwa morali ya wanachama, kutoroka kwa wagombea kwenda vyama vingine. Kwa hiyo kuna hapa kama tuseme muhtasari wa hatua inaweza kuchukuliwa na chama, faida za hatua hiyo na athari za hatua hiyo. Huu ni uchambuzi wangu. Kwanza, chama kinaweza kuendelea na msimamo wa kutoshiriki. Athari zake, yani faida ni kujenga msimamo thabiti wa kishujaa dhidi ya CCM. Lakini athari hasi, yani kuna athari chanya ndio kujenga msimamo thabiti na wa kishujaa dhidi ya CCM. Athari hasi, yani zinaweza kudhuru, ni kuporomoka kwa uhai wa chama, kukosa ruzuku, kupoteza wagombea. Haya, hatua nyingine, kukubali ushauri wa G55 na kuanza maandalizi ya uchaguzi. Faida za hatua hii ni kuimarisha mshikamano, kuvutia wagombea wengi, kuwa tayari kwa matokeo yoyote. Lakini athari yake ni kukosolewa kuwa chama hakina msimamo imara dhidi ya uovu wa uchaguzi. Hatua nyingine, kuendelea kudai reforms bila kutangaza kutoshiriki. Faida yake, kuongezeka kwa uungwaji mkono wa wadau wa kidemokrasia. Athari yake ni kukosa mvuto wa kimapambano kama wapinzani wa kweli. Sasa mustakabali wa kampeni ya no reform no election ukoje? Kwa sasa kampeni hii inaweza kupoteza mwelekeo wa awali uliokuwa kuhamasisha reforms, na sasa imegeuka kuwa vita ya kisiasa ndani ya chama. Inahitajika kubadilishwa kuwa sehemu ya mchakato wa kujenga uhalali wa madai ya reforms kwa kushiriki, huku wakitoa ushahidi wa hujuma kwa wakati halisi. Lakini kinyume na hiki, unashiriki vipi katika uchaguzi ambao unajua utashindwa? Kwa hiyo utashindwa sio kwa sababu chama ni kibovu, utashindwa kwa sababu uchaguzi kura zinaibiwa na CCM wana hujumu vyama vya upinzani. Kwa hiyo wazo la kushiriki kwa kweli halina tija. Kampeni ifanyiwe rebranding, reform first but ready for battle, ikiashiria kwa Chadema iko tayari kushiriki na kupambana bila kuacha madai ya msingi. Again, hili linawezekana kinadharia, lakini practically haliwezekani, kwa sababu Chadema wameshashiriki chaguzi mbalimbali, na kwa kuzingatia kilichojiri katika uchaguzi wa mwaka 2020 ni dhahiri kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 utakuwa ni marudio ya kile kilichotokea 2020. Kadhalika, kwa kuangalia yaliyotokea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji wa 2019 Novemba na kilichojirudia mwaka jana Novemba 2024, ni wazi kuwa kushiriki katika uchaguzi huu wanajua, chama hicho kitajua kabisa nini ambacho kinatokea. Mustakabali wa Chadema ukoje? Ikiwa chama kitapokea ushauri huu kwa mtazamo chanya, kinaweza kurudisha mshikamano wa ndani, kinaweza kuvutia wagombea wapya, kinaweza kuwa sauti ya matumaini katika mazingira magumu, kinaweza kuimarika kama taasisi ya kisiasa yenye weledi na busara. Lakini endapo kitaendelea na msimamo mkali wa kutoshiriki, kuna uwezekano ambao kwa sasa bado unaonekana ni mgumu wa haya madai ya Chadema kufanyiwa kazi, lakini haitokuwa rahisi kwa sababu kuna hujuma kama hizi zilizoanza katika wakati huu. Hujuma hizi zinalenga kuiondoa Chadema relini katika hiyo ajenda, na CCM light ajenda hii ingekuwa haina msingi, CCM wasingeichukulia kwa uzito mkubwa, kwa sababu CCM wanasumbuliwa na hii ajenda. Kwa hiyo waraka huu unahitaji tafakuri ya kina, na pengine Chadema watahitajika, uongozi wa Mheshimiwa Lissu watahitajika ku reach out kwa watu mbalimbali nje ya chama kupata mtizamo wao, lakini pia kuongea na wananchi nini kifanyike dhidi ya hii chokochoko. Pengine wanaweza kupata mawazo stahili, lakini ni lazima hatua zichukuliwe, kwa sababu hawezi kuruhusu baadhi ya viongozi waandamizi wa chama hicho kutoa kauli ambazo zinakinzana na msimamo wa chama chao. Basi nawashukuru kwa kunisikiliza, niwatakie siku njema, asanteni na kwaherini.